Shida tumecheza vibaya. Ukiangalia tulikuwa na nafasi ya kushinda huu mchezo. Tumetengeneza nafasi 4 nafasi 5 first half. Nafasi moja ndio ambayo ameitumia Riem Pass Kibisawala kupata goli. Nafasi 4 ambazo ametengeneza Selemani Mwalimu ameweza kukosa kupata goli. Manake tumefanya makosa wenyewe ya kupoteza mchezo. Yaani ukituambia kwa nini tumeferi sisi wenyewe. Leo ukiangalia hatujacheza vizuri kabisa. Tumecheza kama vile tumeshinda, kumbe hatujashinda. Maana kama tuna drop pointi kwa timu kama Mtibwa, tutashinda kwa timu gani? Kwa hiyo timu yetu inahitaji maboresho makubwa kuanzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia kuanzia kwenye beki center back, lakini pia beki wa kulia, lakini eneo la kiungo, lakini pia washambuliaji bado hawatoshi kwenye klabu yetu. Kwa hiyo tunahitaji timu ambayo itakuja kuwa na winning spirit. Ukiangalia timu yetu utafikiri tuko tunafanya mazoezi hapa, kumbe ni mechi ya ligi kuu. Wachezaji hawajitumi kabisa. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa wajitume kwa kiwango kikubwa ili kupata matokeo. Unanielewa? Hapo ndio tumeferi. Ukiangalia tumecheza chini ya kiwango, ni low performance kwa kweli. Inauma, kitu ambacho tunatamani tupate matokeo lakini tumekosa. Pengine leo mwalimu nini ambacho amefeli? Neo Maema wengi walihitaji kutoka mapema pengine kwenye kile ambacho wanakihitaji. Ni kweli Neo Maema alipaswa kutoka mapema kuingia? Leo Maema sio kutoka tule. Neo Maema anapaswa kuachwa Simba. Yani Neo Maema amemaliza mwendo wake. Ni mchezaji ambaye anapaswa kuachwa, atafute mchezaji mwingine daraja kubwa zaidi yake. Lakini mchezaji kama Budo Mutare sijui kwa nini bado anaendelea kubaki Simba. Kama tunahitaji kuchukua ubingwa wa CAF Champions League, ubingwa wa ligi kuu, wachezaji ambao tunataka tusajili ni kaliba ya kina Libase Gueye na sio Neo Maema. Neo Maema he is very slow, ni mchezaji ambaye yuko slow, hayuko na hayuko sharpu, unaelewa vizuri. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia hakupi matumaini kwamba ni kiungo namba 10, unaelewa vizuri. Kwa hiyo kimsingi tuna mambo mengi sana ya kurekebisha. Kuna mambo mengi ambayo tunataka tufanye kama klabu ili tufanikiwe kuja kwenye ubora wetu. Kibu Dennis anaingia kutokea sabu, lakini ameshindwa kumaliza dakika, anatoka pia mapema. Pengine Kibu Dennis na yeye hajarudi kwenye ile performance ambayo wengi walikuwa wanataka. Kibu Dennis bado hana match fitness. Ukiniambia lini Kibu Dennis amecheza, sikumbuki lini amecheza. Kwa hata leo amecheza vile kwa sababu hana match fitness. Kwa hakupaswa kucheza kwa sababu hata AFCON alikoitwa hakupata nafasi ya kucheza. Maana yake ametoka AFCON amekuja Tanzania, mechi kubwa ni hii ya leo. Kwa usingetarajia akakupa kile ambacho unakitaka kwa sababu hana match fitness. Kwa kikubwa ni kwamba viongozi wasajili wachezaji ambao wana quality kubwa. Wale X factors ambao kwa kuzungumzia Fadu Davis ndio ambao tunahitaji kwa sasa na sio wachezaji hawa kuzima taa. Bwana Dr. Geflon unazidi kuwa kubwa kwa Young Africans ambaye anaonekana kila siku akiendelea kushinda mechi. Ubora huu ambao unaonyesha Young Africans na nyie mnapoendelea kupata matokeo mabovu, unaona kabisa mnakwenda kupoteza kikombe hichi kwa mara nyingine. Kama tutaendelea hivi, tusipohitaji kubadilika, maana yake obvious Yanga atakuwa bingwa. Hii tu mabingwa lazima tuambiane ukweli. Nimesema klabu yetu inahitaji maboresho makubwa, maboresho ya kiufundi ya wachezaji ili tuweze kufanikiwa. Kama tutaendelea kucheza hivi bila kujituma, maana yake hatuwezi kupata ubingwa. Winning spirit imekufa ndani ya Simba. Winning spirit hakuna. Ukiona wachezaji wetu hawana morali kabisa. Sijui wanaongea nini kuanzia benchi la ufundi au sijui management inawaambia nini wachezaji, lakini hawana mwamko, hawana morali, hawajitumi wachezaji. Kumkosa Musa Kamara kuna wapi? Inawezekana kwa sababu ndio goalkeeper pekee ambaye tunamtegemea kwenye first half. Wachezaji hawajitumi, unaona hapa mechi. Yaani unacheza kama vile ni mazoezi, sio mechi tena. Ni ishara gani kuelekea mechi zidi ya Experience D2? Ni ishara mbaya, sio ishara nzuri kwa sababu tunakwenda kucheza na Esperance de Tunis, timu ambayo ni kubwa, ya title CAF Champions League, timu ambayo iko nyumbani kwake. Je, kwa mchezo huu jinsi ambao tumecheza hapa, tuna uwezo wa kuvuka? Umeelewa? Kwa hiyo tunahitaji maboresho makubwa sana klabu yetu. Bado hatuna wachezaji wana quality kubwa ambao wanaweza kutupa matokeo. Leo ukiangalia tumekosa wachezaji aina ya Abraham Morris wawili tu wa kuamua game. Leo Riem Pass Kibisawala amecheza vizuri lakini kuna nafasi kama 2 amekosa za wazi. Unanielewa? Kama umakini wa kupata nafasi tungetumia, maana yake tungeweza kupata matokeo. Kwa hiyo viongozi watapaswa kuangalia nini cha